Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limewashikilia watuhumiwa watatu wa tuhuma za mauaji kijana Omar Bakari mwenye umri wa miaka 21 na bodaboda mkazi wa Michese. Pia marehemu aliuawa kwa kuchomwa na kisu chenye ncha kali shingoni mgongoni tarehe 21 mwezi wa 3 2026 majira ya saa 3:30 usiku katika mtaa wa Chinyonga kata ya Kilimani jijini Dodoma. Mauaji hayo yalihusishwa na jaribio la kunyang'anya pikipiki ya marehemu. Pia watuhumiwa hao wengineo Paulo Abinel na Ramadhani Hamidu, wote wakazi wa Dodoma, walikamatwa wakiwa katika haraka za kutoroka na kuelekea mikoa ya jirani. Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa kina linaendelea na kuhakikisha haki inapatikana na wahusika wote wanachukuliwa hatua stahiki ya kisheria. Leo tarehe 1 mwezi wa 4 2026, Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za mauaji ya mwananchi aitwaye Omar Bakari, umri wake ni miaka 21, dereva bodaboda mkazi wa Michese, aliyeuawa kwa kuchomwa kitu chenye ncha kali shingoni na mgongoni kwa nia ya kutaka kunyang'anya mali maana ya pikipiki. Tukio hili lilitokea tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 majira ya saa 3:30 usiku mtaa wa Chinyonga kata ya Kilimani jijini Dodoma. Katika tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya msako na doria na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja katika kijiji cha Masase, wilaya ya Chamwino, Dodoma, aitwaye Sadiki Jonathan, miaka 23, akiwa na pikipiki ya marehemu yenye namba za usajili MC 556 FPE aina ya Sinore nyeusi. Baada ya mahojiano, mtuhumiwa alikiri kutenda kosa hilo akishirikiana na wenzake wawili ambao ni Paulo Abinel, miaka 26, Ramadhani Hamidu, miaka 35, wote wakazi wa Dodoma, ambapo watuhumiwa wote wawili walikamatwa wakiwa katika jitihada za kutaka kutoroka kuelekea mikoa jirani. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma katika operation mbalimbali zinazoendelea limefanikiwa kukamata na kudhibiti mtandao wa wizi wa mifugo, ambapo jumla ya watuhumiwa 12 wamekamatwa katika nyakati tofauti na maeneo tofauti ya jiji la Dodoma, akiwemo Kedmon Steven na wenzake 11 ambao hufanya vitendo hivyo kwa unyang'anyi wa kutumia silaha pindi wanapotekeleza uhalifu huo. Baada ya kufanya uhalifu huo, wamekuwa wakichinja mifugo hiyo na kuisambaza katika maeneo ya biashara na kujipatia fedha kwa njia sio halali. Pia jeshi la polisi limewakamata baadhi ya wafanyabiashara ambao hushirikiana na wahalifu hao kwa kununua au kuuza mifugo hiyo au nyama kwa wananchi, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria pindi upelelezi utakapokamilika. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa shukrani kwa wananchi kwa kuendelea kushirikiana na jeshi hili katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika jitihada za pamoja za jeshi na wananchi kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma unakuwa salama. Lakini sambamba na taarifa hii, napenda kujulisha kwamba jeshi la polisi katika kipindi hiki tunapoelekea kwenye sikukuu za Pasaka tumeimarisha ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali. Maeneo hayo pamoja na kufanya doria, nyumba za ibada, kumbi za starehe, doria za usalama barabarani pamoja na sehemu zenye mikusanyiko ya watu wengi, ili kuhakikisha sheria hizo zinafanyika kwa amani na utulivu wakati wote. Vile vile nitoe wito kwa wazazi na walezi
kuongeza makini kwa watoto pindi wanapokwenda matembezini, na watoto hao pamoja na kuacha uangalizi na mavazi yao au kufunga milango ili kuepuka kutoa mianya kwa wahalifu. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linawahakikishia wananchi muda wote kwamba tutaimarisha ulinzi na kwamba muda wote tutakuwa salama. Asanteni. Lakini umeongelea swala la pikipiki ambayo iliporwa. Pikipiki hiyo ni hii ambayo kupitia jitihada za Jeshi la Polisi tulifanikiwa kuipata pikipiki pamoja na wahalifu wale watatu, ambao pia katika tukio hile mwananchi mmoja alipoteza maisha ambaye ndo dereva. Na katika hiyo tuna wasi wale wote walionunua pikipiki hizi huwa wanaweka tracking device, wengine wanaita GPS. Hiyo inasaidia sana katika trace au kufanya ufuatiliaji wa pikipiki inapokuwa imepotea au kukumbana na matukio kama haya. Karibu. Asante, naitwa Kaima kutoka TBC. Nilikuwa nauliza huu mtandao wa wizi wa ng'ombe ambao mmeukamata au watuhumiwa, wanatuhumiwa labda kushiriki tukio hilo, matukio hayo kwa muda gani? Yani mtandao wa muda gani? Watuhumiwa hao wamekamatwa kwa nyakati tofauti. Kuna wale wanakuwa katika kundi moja, wanaweza wakawa watatu wanne, na kundi jingine. Kwa hiyo kuna makundi kama manne ambayo yamekuwa kwa namna moja au nyingine yanashirikiana, lakini kuna matukio ambayo kundi moja linafanya kwa wakati wake. Lakini makundi haya pia yalikuwa na wateja, washaiba ng'ombe wanapeleka huko mapolini, wanachinja, sio katika ule utaratibu wa kuchinja. Yani wanapasua tu bila kuchuna hata ngozi na kupeleka wateja. Wa Michese. Pia marehemu aliuawa kwa kuchomwa na kisu chenye ncha kali shingoni mgongoni tarehe 21 mwezi wa 3 2026 majira ya saa 3:30 usiku katika mtaa wa Chinyonga, kata ya Kilimani, jijini Dodoma. Mauaji hayo yalihusishwa na jaribio la kunyang'anya pikipiki ya marehemu. Pia watuhumiwa hao wengineo Paulo Abinel na Ramadhani Hamidu, wote wakazi wa Dodoma, walikamatwa wakiwa katika haraka za kutoroka na kuelekea mikoa ya jirani. Jeshi la Polisi limesema uchunguzi wa kina linaendelea na kuhakikisha haki inapatikana na wahusika wote wanachukuliwa hatua stahiki ya kisheria. Mwajuma Amani, Djuma TV.